Mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali GCLA. Tunalinda afya ya jamii na mazingira GCLA. Asante Rais Samia, kazi iendelee GCLA. Mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo. Kemikali ni kichocheo kikubwa cha maendeleo pale inapotumika vizuri kwa kufuata taratibu na miongozo ya matumizi sahihi ya bidhaa hii, na inapotumika vibaya inaweza kusababisha matatizo makubwa. Hii ni nukuu ya alichowahi kukisema mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali Bwana Christopher Kadio mwaka 2025. Bila shaka hujambo na karibu katika kipindi cha Ijue Mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali, ambapo wiki hii tunaangazia mafunzo ya elimu kwa umma kwa wadau wa kemikali wilaya ya Chunya mkoani Mbeya. Mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ilianzishwa chini ya sheria namba 8 ya mwaka 2016, ambayo pamoja na majukumu mengine, sheria hii inaipa mamlaka jukumu la kutoa elimu kwa umma. Mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ilianzishwa chini ya sheria namba 8 mwaka 2016, ambayo pamoja na majukumu mengine, sheria hii inaipa mamlaka jukumu la kutoa elimu kwa wadau. Mamlaka kupitia ofisi ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini imetoa mafunzo kwa wadau wa kemikali mkoani Mbeya. Washiriki wa mafunzo haya wanaeleza kwa kina kile walichokipata baada ya kufundishwa mada mbalimbali zinazohusu usimamizi, utunzaji na matumizi sahihi ya kemikali, hasa kwa wachimbaji wa madini ya dhahabu katika mkoa wa kimadini wa Chunya. Kwa kweli tumenufaika sana na mafunzo haya na tunaahidi kutoa elimu kwa wengine ambao wameshindwa kufanikisha kufika kwenye mafunzo haya, na pia kuyafanyia kazi sisi ambao tumeshapata mafunzo haya. Tunamshukuru sana kwa sababu ni kama ametusaidia sana sisi, ametufikiria sana sisi kwa yeye kutengeneza mfumo huu wa kusema wanatufuata kutupa mafunzo haya, kwa sababu ni kwa ajili yetu sisi, anatusaidia sisi kuepukana na madhara yanayotokana na kemikali ambazo tunazitumia kila siku. Sometimes unaweza ukawa hauelewi namna gani uenende, lakini kwa sasa tuna ufahamu wa kusema kwamba tukiwa na shida fulani tuna ripoti wapi, tunafanyaje. Kwa nimenufaika sana. Mimi kama kiongozi, kitu cha kwanza nitahakikisha wafanyakazi wote wanakuwa na vitendea kazi. Nadhani hicho kitasaidia sana katika kuepuka yale madhara ya utumiaji wa kemikali. Pia nitakuwa na utaratibu wa kutoa elimu za mara kwa mara ili tuweze kufanikisha utumiaji wa kemikali bila madhara. Kwa kweli mafunzo ni mazuri kwa sababu hizi field sisi sio hatukuwa na field kama hizi before, kwa sababu unajikuta mtu unafanya shughuli nyingine lakini baadaye unaingia kwenye biashara kama hizi za kemikali. Mimi sikuwa na utaalamu kabisa na hizi biashara, lakini kupitia mafunzo haya nimeweza kugundua kabisa kwamba kemikali zinahitaji nini, na ili uweze kuwa salama pamoja na wale watu ambao wanafanya kazi kama watendakazi wetu huko migodini, kwenye maplanti, kwenye illusion. Kwa hiyo tumepata mbinu nyingi za kuweza kudiri nazo ili tuweze kuwa salama katika maeneo yetu ya kazi. Na vile taratibu zingine tulikuwa tuzijui, mfano za kuhifadhi kemikali, kutunza zile kemikali ambazo zimeharibika. Unakuta mtu mwingine kemikali ikiharibika anamwaga tu ovyo, kumbe haitakiwi. Inatakiwa uwe na sehemu ya kutunzia, then baada hapo utoe taarifa kwenye mamlaka, then mamlaka iweze kuja kuongoza kwenda dispose zile kemikali zilizoharibika. Chunya nzima wadau wanaojihusisha na hizi kemikali, kuanzia kwenye migodi kuja kwenye erosion, kuja kwenye VAT leaching plants, ni wengi mno. Na kwa maana hiyo basi ni vyema wao wanapita kama timu maeneo mbalimbali, wanatoa mafunzo, wanaangalia watu wanavyofanya kazi,
wanawaelimisha, kwa sababu unaweza ukaenda sehemu nyingine kama kwenye erosion plants, vitendea kazi vinakuwepo vya usalama, lakini unakuta watu wengine wapendi kuvitumia. Lakini wakiwa wanapita kwenye maeneo kama hayo, wanajaribu kuwapa elimu tena zaidi wale ambao wanatumia vitu kama hivyo, itasaidia zaidi kulikoni kutuita kwenye mafunzo sehemu moja kama hivi. Nashukuru sana kwa haya mafunzo ambayo mmeyatoa siku ya leo. Kiukweli ametujenga sana. Kuna vitu ambavyo tulikuwa tunaviona ni sahihi, lakini kwa namna moja au nyingine tulikuwa tunavikosea. So tunashukuru sana. Kwa upande wangu mimi atanisaidia sana kwenye swala zima la vifaa. Inawezekana kwa vifaa ambavyo nilikuwa naona ni sahihi, lakini kwa sababu tumepata elimu, kuna vifaa tutaviongeza na tutaboresha zaidi watu kuwa makini katika utendaji kazi. Jambo jipya ni kuhusiana na uhatari wa sodium cyanide. Inawezekana tulikuwa tunaichukulia kitu cha kawaida tu. Caustic soda tulikuwa tunavichukulia ni vitu vya kawaida, lakini tumekuja kugundua kwamba ni vitu ambavyo vina uhatari mkubwa sana pale ambapo unakuwa haupo makini. Okay, mimi kwa kiasi kikubwa nitajihusisha kwenye kutoa elimu kwa sababu wenyewe hawajaipata elimu ambayo mimi nimeipata. Kwa kiasi kikubwa nitajitahidi kwenye kutoa elimu. Mafunzo ni mazuri, yamenifurahisha, yameniongezea ufanisi, naenda kufanya kazi kitaalamu na kisayansi zaidi ili kuokoa maisha ya viumbe hai na wafanyakazi. Nimefurahi sana na nimeshukuru na namshukuru sana mkemia mkuu wa serikali kwa kutusaidia, kutuwezesha wachimbaji wadogo. Mambo nilioondoka nayo, kwanza uhifadhi wa kemikali, namna ya kuzihifadhi, matumizi mazuri na namna ya kuwakinga wafanyakazi wangu ili waendelee kunisaidia katika majukumu yangu. Zaidi ni hayo mambo mazuri kabisa niliyofaidika nayo. Mambo muhimu naenda kuyafanya, cha kwanza ni kuzingatia utunzaji wa kemikali mzuri, store nzuri na kuiboresha, kwa sababu nimepata elimu hata ile store naenda kuiboresha iwe kisasa, iendane na wakati. Pia ndazingatia ile uchomaji wa zile taka na utunzaji wa taka, kwa sababu tumeshafundishwa kuna uchomaji wa kitaalamu na sio ule wa kiholela kuzizagaza. Na endapo zile taka zitakuwa nyingi, nitajitahidi kuwasiliana na ofisi ya mkemia mkuu ya kanda ili waweze kunisaidia namna ya kuzichoma zile taka kitaalamu. Kwanza awali ya yote nishukuru ofisi ya mkemia mkuu wa serikali katika nyanda za juu kusini kwa hii semina ambayo wameandaa. Kwangu imekuwa ni zaidi ya mafunzo, kwa maana nimepata elimu, nimepata maarifa na njia mbalimbali za kuweza kufanya kazi yangu katika njia za usalama na vile kufuata sheria za nchi. Kwa kweli mafunzo haya yatakuwa na tija kubwa, kwa maana ya kwamba nitaenda kuboresha utendaji kazi wangu kutoka nilipokuwa nafanya mwanzo, kwa kuwa sasa nimepata mafunzo ambayo yataniwezesha kutekeleza majukumu yangu vizuri pasipo kuvunja sheria za nchi, na vile kwa miongozo ambayo nimepewa na kanuni itakuwa ni faida sana kwangu na ofisi yangu vile. Awali ya yote, kwanza ningependa kutoa shukrani zangu kwa ofisi ya mkemia kwa nafasi adhimu ambayo nimeipata ya kuwa miongoni wa Tanzania ambao tumepata fursa ya kuhudhuria ya mafunzo ambayo yamekuwa na tija kiasi kwamba tungeshauri ili swala liwe nafanyika mara kwa mara, sababu elimu haina mwisho, ujuzi hauna mwisho. Kwa kadri mtu anazidi kujifunza ndivyo kadri maarifa yanazidi kuongezeka na utendaji wa kazi unazidi kuboreka siku hadi siku. Nashukuru sana. Udhibiti wa kemikali umeshikilia usalama wa afya za Watanzania, na Bruti Katani ni afisa wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCA, na hapa anaeleza jinsi elimu iliyotolewa itakavyowasaidia kukabiliana na uchepushwaji wa kemikali bashirifu. Tumejumuika na mamlaka ya mabara mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya kutoa elimu juu ya udhibiti na usimamizi wa kemikali bashirifu. Kama tunavyofahamu, kemikali bashirifu zimekuwa ni kemikali ambazo zinatumika katika uzalishaji wa dawa za kulevya. Hivyo tumetoa elimu hii kwa hawa wasimamizi na wadau wa kemikali ili wajue wajibu wao katika udhibiti na usimamizi wa kemikali hizi ili kujiepusha na uchepushwaji wa kemikali bashirifu katika kuzalisha dawa za kulevya. Elimu hii imelenga hasa kuwapatia uwezo wadau hawa wa kemikali ili katika maeneo yao ya kazi
waweze kuweka msisitizo na usimamizi madhubuti juu ya udhibiti wa hizi kemikali. Lakini pia mamlaka inafanya mashirikiano ya karibu na mkemia mkuu wa serikali ili sasa kuwawezesha hao wadau kupata elimu ya mara kwa mara, ili watakapokuwa na elimu sahihi juu ya udhibiti wa kemikali bashirifu itatupa urahisi sisi kama mamlaka ya dawa za kulevya uwezo wa kudhibiti dawa za kulevya kwa urahisi na uratibu. Kama inavyofahamika kwamba mdhibiti mkuu wa kemikali nchini ni mkemia mkuu wa serikali, hivyo anakuwa na uwezo au wa kusaidia mapambano dhidi ya kemikali bashirifu, lakini pia kushirikiana na sheria hii ya udhibiti na kupambana dawa za kulevya inayotoa mwongozo namna gani hizi kemikali bashirifu zidhibitiwe. Hivyo basi tunawasihi wadau hawa waweze kuzingatia mafunzo yote waliopewa, kwamba wahakikishe wanazingatia kanuni na miongozo inayotolewa na mkemia mkuu wa serikali ili kutokutoa mianya ya uchafushaji wa kemikali bashirifu, kwani tunaamini bila kemikali bashirifu hakuna dawa za kulevya, na Tanzania hii baada za kulevya inawezekana. Hivyo tunawaomba wananchi na kusisitiza kupitia Kamishna Jenerali Mathias Limo waweze kutoa taarifa juu ya uchafushaji wa kemikali bashirifu na biashara ama matumizi dawa ya kulevya kwa kupitia namba yetu ya bure kabisa ambayo ni 119. Namba hii itakupa nafasi ya kutoa taarifa za dawa za kulevya, lakini pia kupata elimu juu ya dawa za kulevya ama kupata njia au maeneo yanayotoa matibabu kwa waraibu wa dawa za kulevya. Mtu yoyote anayejihusisha na kemikali ni lazima apate miongozo yote iliyotolewa na mkemia mkuu wa serikali, ikiwemo kuhakikisha kuwa amesajiliwa, hakikisha kemikali zake pia zimesajiliwa, eneo analotumika kuhifadhi au kufanya shughuli zake za kemikali liwe limesajiliwa. Hii inatupa urahisi katika ukaguzi wetu wa mara kwa mara kumfahamu mtumiaji, mzalishaji au msambazaji wa kemikali, ambayo kwa sasa kama mtu atopata hayo yote yaliyotolewa katika miongozo, tunaweza tukaamini anatumia kemikali hizi katika matumizi ambayo sio halali kama dawa za kulevya. Hivyo naweza kutoa wito na kuwasihi watu wapate miongozo yote ya kujisajili yeye kama mfanyabiashara, mtumiaji wa kemikali, eneo analofanyia biashara zake ama store yake iwe kusajiliwa, lakini pia kuendelea kutoa taarifa au mashirikiano na mamlaka hizi za udhibiti ili waweze kutusaidia katika udhibiti huu wa dawa za kulevya. Sisi kama mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya tunaamini jukumu ili la udhibiti wa dawa za kulevya ni jukumu la kila mmoja wetu, ni jukumu la kila mwanajamii. Hivyo una wajibu wa kutoa taarifa yoyote ile inayohusiana na dawa za kulevya. Ndio maana sasa tuna namba yetu ya bure kabisa ambayo ni 119. Kupitia namba hii unaweza kutoa taarifa yako kwa usiri mkubwa na ikaweza kufanywa kazi, hatimaye na taarifa hiyo ikafanywa kazi na mhusika huyo akakamatwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Dawa za kulevya zimekuwa na madhara mbalimbali katika makundi au mlengo tofauti. Kwanza kabisa, dawa za kulevya zina athari za kiuchumi, zina athari za kimazingira, lakini pia kuna athari za kiafya pamoja na athari za kidiplomasia. Nikisema kiuchumi, kwa maana ni kuongezeka kwa biashara au kuwepo na pesa ambazo sio halali katika mfumo wetu wa kisoko, au pesa ambazo tunasema ni chafu, zikapelekea upandaji wa bei ya bidhaa mbalimbali. Lakini pia kimazingira, tunaamini dawa za kulevya zinalimwa au zinazalishwa katika mazingira ambayo sio halali au hawajasajiliwa. Hivyo matumizi ya kemikali na dawa za kulevya yanaweza kupelekea sasa ulimwaji katika vyanzo vya maji, ukataji wa hela miti kwa ajili ya kuzalisha dawa za kulevya kama bangi. Hivyo wakaathiri mazingira na kupelekea ukaukaji wa vyanzo vya maji katika maeneo mbalimbali. Lakini pia tuna madhara ya kiafya ambapo mtumiaji wa dawa za kulevya anaweza kuathirika. Hizi dawa za kulevya zinaathiri mfumo wa fahamu, tukapelekea changamoto ya afya ya akili, tukapelekea watu kuathirika katika miili yao, kwa maana afya, mapafu, mafigo. Dawa za kulevya zina athari mbalimbali. Lakini pia kidiplomasia, dawa za kulevya hizi zisafirishwe, zinapita katika nchi tofauti, inaweza ikapelekea kuchafua taswira ya nchi yetu, hivyo tukawa na sura chafu katika upande wa kidiplomasia kupitia hizi dawa za kulevya. Mtu anakamatwa sehemu fulani, anaonekana mtika Tanzania, ikaonekana Tanzania wote wana changamoto ya kutumia dawa za kulevya, hivyo ikatupelekea kuwa sura mbaya katika uso wa dunia. Hivyo basi
ni jukumu la kila mmoja kujiepusha kwa namna moja ama nyingine katika matumizi ama biashara au uzalishaji wa dawa za kulevya, ili tuweze kuweka taifa letu katika hali salama na yenye amani siku zote. Afya ya mazingira na binadamu ndio msingi mkuu wa shughuli za maendeleo katika jamii yoyote duniani. Afisa mazingira wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, Bakari Mwaluma, amesema mafunzo hayo yatasaidia wadau wa kemikali kulinda na kuhifadhi mazingira nchini. Mafunzo haya ambayo yameratibiwa na GCLA kanda za nyanda za juu kusini, hasa kwa watumiaji wa kemikali, niseme yanatija sana kwa mustakabali wa mazingira, kwa sababu kwa kuzingatia matumizi endelevu ya kemikali, maana yake utazingatia matumizi endelevu ya mazingira. Kwa maana gani? Mazingira siku zote huwa yanachafuliwa, hayajichafui. Pale inapotokea mdau wa kemikali asipozingatia taratibu za uhifadhi wa kemikali zake, matumizi endelevu ya kemikali zake, kila ilivyo ataenda kulisha mazingira. Akishalisha mazingira, mwisho wa siku tunajikuta mfumo ekolojia wa mazingira unaathirika. Kwa maana vyanzo vya maji vitachafuliwa, ardhi itachafuliwa, hali kadhalika mimea na viumbe wengine ambao wanategemea wanaishi kwenye maeneo ambayo kemikali hiyo imemwagwa ama imetumika bila kuzingatia utaratibu, wataathirika, kisha uhai wa viumbe unapotea. Kwa hivyo mafunzo haya yatachagiza sana uendelevu wa matumizi endelevu ya kemikali, lakini uzingatiaji wa sheria na kanuni za mazingira. Meneja wa Mamlaka ya Maabara, mkemia mkuu wa serikali ofisi ya kanda ya nyanda za juu kusini, Elias Mulima, amesema lengo la mafunzo hayo ni kuzingatia matumizi sahihi na salama ya kemikali ili kemikali hizo zisilete madhara kwa wanadamu na mazingira. Mamlaka ya Maabara, mkemia mkuu wa serikali, tumeamua kutoa mafunzo haya kwa wachimbaji hasa maeneo ya Chunya, kuhakikisha kwamba kemikali ambazo wanazitumia kwenye uchimbaji basi wanazitumia vizuri kwa usalama, kuweza kulinda afya zao, lakini vile kulinda mazingira, lakini na jamii inayozunguka maeneo haya. Kwa lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba hizi kemikali unapokuwa unazitumia basi wazitumie vizuri, ili kuhakikisha kwamba hazileti madhara kwa wananchi, na vile vile na watumiaji wenyewe wanaozitumia hazileti madhara ya kiafya. Kwa hiyo tunaendelea kutoa mafunzo mara kwa mara kwa wadau wetu hawa ambao wanajishughulisha na kemikali, ambao ni na wachimbaji ambao wana hizi vat leaching, na kuna wale ambao wana plant ambao ni erosion plant, pamoja na wale ambao ni wauzaji wa kemikali. Kwa hiyo hawa wote wanatumia kemikali, na wengi wanatumia kemikali ambayo ni hatarishi kiafya. Kwa mfano wanatumia sodium cyanide, wanatumia sodium cyanide kwenye kuchenjua dhahabu, lakini wanatumia hizi kemikali sulfuric acid na nitric acid kwenye hatua mbalimbali, pamoja na sodium hydroxide. Zote hizi ni kemikali ambazo zina madhara ya kiafya. Kwa hiyo ni kumleka alilokabidhiwa Mamlaka ya Maabara mkemia mkuu wa serikali ni kuhakikisha kwamba hizi kemikali zote zatumika katika mazingira ambayo ni salama, bila kuleta athari za kiafya kwa binadamu pamoja na mazingira. Kwa hiyo hili ndio lengo kubwa sana ambalo limetuleta hapa Chunya kutoa mafunzo, kuhakikisha kwamba wadau hii wanapata hii elimu ya mafunzo haya na kwenda kuitumia kwenye maeneo yao ya kazi, lakini vile vile na wao kuweza kutoa mafunzo kwa wale ambao hawakuweza kufika kwenye mafunzo haya, ili kuhakikisha kwamba hizi kemikali zinatumika vizuri bila kuleta madhara ya kiafya pamoja na mazingira. Akihitimisha mafunzo hayo, afisa madini mkazi wa mkoa wa kimadini wa Chunya, Mhandisi Laurent Mayala, amesema kemikali ni bidhaa muhimu inayoleta tija kubwa kwenye uzalishaji wa shughuli za madini. Pongeze sana, kwa hiyo kitu kikubwa. Hongera sana. Kuandaa mafunzo sio kazi ndogo, lakini niwapongeze kama taasisi mkemia mkuu na Mamlaka ya Maabara nyanda za juu kwa kufanya hiki kitu. Makemikali au kemikali ni bidhaa muhimu sana kwenye kazi mbalimbali, na inaleta maendeleo makubwa, yanaleta tija kwenye uzalishaji. Kuna wakati mfano cyanide ikiadimika, utashangaa hata upatikanaji dhahabu zitapungua tu, kwa sababu
Shughuli za uchenjuaji zinakwama kwenye mavat leaching. Kwa mwisho wa siku hata uzalishaji utapungua. Kwa hiyo hizi kemikali zimeleta tija na zimesababisha uzalishaji umekuwa mkubwa. Kabla ya hizi teknolojia uzalishaji ulikuwa chini sana. Kwa mwaka 2017-18 tulikuwa kama kilo 5 tu ndizo wanatumia mercury. Sasa hivi zimekuwa zikiongezeka. Sasa hivi tunacheza kwenye kilo 300 mpaka kilo 400 kutokana na matumizi ya teknolojia ikiwepo pamoja na kemikali. Kwa hiyo ni bidhaa muhimu sana. Ikikosekana au isipokuwepo, shughuli zinakuwa ni ngumu, haziwezi kwenda ipasavyo. Kwa hiyo licha, ndugu meneja, kutokana na maelekezo nimeambiwa watapewa mafunzo mbalimbali ya uhifadhi, matumizi, usambazaji na namna bora ya kuzihifadhi au kuzidispose. Sisi baadaye tutaanza kuwa tunazunguka kuhakikisha kila wanaofanya hizi shughuli wanakuwa na vyeti, wamethibitishwa na mkemia mkuu hapa, ili tuepukane na matukio ambayo yanaweza yakafanyika au yakatokea kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya kemikali. Kwa hiyo tunashirikiana kwa karibu na mamlaka ya nyanda za juu za mambo ya kemikali kuhakikisha hata kabla ya kutoa leseni zetu hizi za CIP vat leaching tunahakikisha kuwa na kibali kutoka kwa mkemia mkuu. Kwa hiyo ni fursa muhimu sana mliyopata. Kwa hiyo najua kabla sheria hii ilitungwa mwaka 2003, sheria namba 3 kifungu cha 186, kabla uingizaji wa makemikali na matumizi za makemikali zilikuwa kiolela. Nimeambiwa hapa na kiongozi hapa, watu wakati mwingine walikuwa wanatumia kemikali kutengeneza madawa ya kulevya. Kuna wengine wanatumia kama silaha. Haya matindikali, unajua watu wanatumia wakati mwingine kama masilaha. Lakini sasa hivi kemikali zinadhibitiwa, zinaingia kwa utaratibu na zinasimamiwa matumizi. Kwa na nyinyi ndio maajenti wakubwa, mnapata elimu, muende na nyinyi huko mkahakikishe matumizi ya kemikali yanakuwa vizuri kuanzia utunzaji kwenye matumizi, na ambao hawakupata nafasi mwende mkawape elimu, na ambao hawakupata muda wa kushiriki mkawaambie mafunzo ya mwakani na wao yakitangazwa washiriki. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, na sisi tutahakikisha kazi hizi zinafanywa na watu wenye ujuzi. Maana zikienda kiorera zinaleta madhara makubwa, kuanzia afya ya binadamu, kwa wanyama, hata mazingira kwa ujumla yanachafuka. Kuna matukio mbalimbali. Ukitumia vibaya kemikali inaweza kaunguza ngozi, mara unaweza kuwa kipofu, inaweza hata mtu akapoteza uhai. Na wengine si kwa kutokujua. Kuna tukio lilitokea sasa, wanatumia kama silaha. Watu walitaka kuvamia plant moja, yule mlinzi wakamtumbukiza kwenye cyanide afu wakamtoa, alifariki. Kwa hiyo ni vitu hatari sana. Kwa hiyo lazima vidhibitiwe na mazingira yake yahifadhiwe. Najua mtapewa mafunzo namna ya kuhakikisha kuwa kemikali hizi haziingii kwenye mazingira. Kumekuwa na matukio ya wanyama kufariki, hususan ng'ombe, yanatokea. Unakuta labda kemikali zinatumika kwenye matenki, lakini hazizuii kuingia kwenye njia ya mazingira. Hawajaweka mitaro, kemikali zinaenda kwenye mazingira, wanyama wanachunga jirani, tunapoteza mifugo. Nadhani matukio kama hayo umeyasikia. Kwa hiyo nyinyi kama wasimamizi mkienda huko, mkiajiriwa sehemu, hakikisha kama ni plant basi ina mitaro mikubwa, ina fensi,
kuhakikisha mazingira yanakuwa salama, na nyinyi wenyewe mtumie kemikali vizuri. Zinakuwa msipozitumia vizuri zina madhara. Kwa hiyo ni vitu vya msingi mzingatie na mkatoe elimu huko. Kwa hiyo mimi nashukuru sana meneja kwa kunialika. Asante sana. Kufikia hapo naweka nukta ya kipindi chetu kwa wiki hii. Kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma kutoka Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, mimi ni Oscar Nkembo. Tafadhali endelea kuwa nasi, tukutane tena wiki ijayo. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, GCLA, ni maabara ya rufaa ya serikali. GCLA, tunalinda afya ya jamii na mazingira. GCLA, asante Rais Samia, kazi iendelee. GCLA, Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo na sampuli mbalimbali. Inatoa ushahidi kwenye mahakama na ushauri